Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Mjini Kinshasa, Brazzaville na Bangui itakuwa ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Edith Peter. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu. Wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika hapo Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu, eneo zima la pwani. Hapo Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM Radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Wasikilizaji wetu wa Uganda, sasa tupo kwenye Jogoo 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayuge, Malaba na mpakani Busia. Pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni Jumanne ya Mei 26. Hii leo tunatupia jicho mzozo wa uongozi nchini Senegal. Hii ni baada ya Rais Bassirou Faye kumfuta kazi mwandani wake Ousmane Sonko kama waziri mkuu baada ya kutofautiana dhidi ya mfumo wa uongozi. Wawili hao walionekana kutoa matumaini kwa utawala wa vijana Afrika. Je, malumbano yao yanatoa sura gani kwa kizazi kipya cha uongozi Afrika? Ni pigo kubwa sana kwa utawala wa vijana katika bara la Afrika. Unavyojua ni kwamba katika bara la Afrika idadi ya vijana wanaoongoza katika nyadhifa kama hizo ni finyu sana. Kwa hivyo vijana wengi walikuwa na hisi kwamba kuwaweka vijana hawa katika madaraka ni ishara nzuri kabisa kwamba sasa panaweza kuwapo na mshawasha kule kujituma kwa vijana, kwamba tunaweza kama vijana wawili wanaongoza nchi kule Senegal, nasi katika nchi nyingine za Afrika tunaweza pia kuongoza. Lakini hilo linaonekana sasa limetiliwa doa. Kwa haya na mengine zaidi, kanasi kwanza taarifa za habari na Ibrahimu Hassan. Dakar, Senegal. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye Jumatatu hii amemteua aliyekuwa mtendaji wa benki Ahmed Al Aminur kuwa waziri mkuu mpya baada ya kumfukuza kazi mtangulizi wake Ousmane Sonko wiki iliyopita. Hatua hiyo imekuja wakati nchi hiyo ikikabiliwa na changamoto za madeni pamoja na mgogoro wa ndani ya chama tawala. Kwa mujibu wa taarifa iliyosomwa kupitia televisheni ya taifa, Aminur atachukua nafasi ya Sonko ambaye alifutwa kazi Ijumaa baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati yake na rais huyo. Kufuatia hatua hiyo, mawaziri wote wa serikali walijiuzuru na serikali ikavunjwa rasmi. Aminur anatarajiwa kuunda serikali mpya. Awali alikuwa mtendaji katika Benki Kuu ya Mataifa ya Afrika Magharibi ambako alishiriki katika kupanga sera za fedha na uchumi wa kikanda. Pia aliwahi kuwa waziri wa nchi katika ofisi ya rais na katibu mkuu wa serikali ya Sonko. Kwa miezi ya hivi karibuni, Faye na Sonko walikuwa wakitofautiana hadharani kuhusu sera mbalimbali ikiwemo mazungumzo ya mkopo kutoka shirika la fedha la kimataifa IMF. Mapema mwezi huu Faye alisema Sonko angebaki madarakani tu ikiwa angefanya kazi yake ipasavyo. Khartoum, Sudan. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu iliwapa mafunzo mamluki kutoka Colombia kabla ya kuwapeleka kupigana pamoja na kundi la wanamgambo la RSF katika vita vinavyoendelea nchini Sudan. Ripoti hiyo mpya ni sehemu ya tuhuma zinazoendelea dhidi ya taifa hilo la Ghuba kwa madai ya kusaidia kifedha na kijeshi kikosi cha Rapid Support Forces RSF ambacho kimekuwa kikituhumiwa kwa kufanya uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji ya halaiki. Hata hivyo, UAE imekanusha tuhuma hizo katika majibu yake kwa shirika la habari la AP. Vita vya Sudan vilianza Aprili 15 mwaka 2023 baada ya mzozo wa madaraka kati ya jeshi la taifa na RSF kugeuka mapigano makubwa katika mji mkuu wa Khartoum na maeneo mengine ya nchi hiyo. Aidha, RSF ilitokana na wanamgambo wa Kiarabu wa Janjaweed waliotajwa sana kutokana na ukatili dhidi ya watu wa Darfur mwanzoni mwa miaka ya 2000. Kampala, Uganda. Watu wasiopungua watatu
wamefariki dunia baada ya gari kugongana na tembo katika hifadhi ya taifa ya Murchison Falls iliyopo nchini humo. Polisi walieleza kuwa watu wengine 4 walijeruhiwa katika ajali hiyo iliyotokea Jumapili jioni. Gari hiyo ilikuwa imewabeba maafisa 7 wa mamlaka ya mapato nchini Uganda. Ajali za barabarani ni jambo la kawaida nchini humo, huku matukio ya migongano kati ya binadamu na wanyamapori yakiongezeka kutokana na jamii kuendelea kusogea karibu na maeneo ya hifadhi. Majeruhi walikimbizwa hospitali ya karibu kabla ya kuhamishwa Kampala kwa matibabu zaidi. Vile maafisa hawakutoa taarifa kuhusu hali ya tembo huyo. Kwa upande wa mamlaka ya wanyamapori Uganda, imewataka madereva kuwa waangalifu wanapoendesha karibu na maeneo ya hifadhi kutokana na uwepo wa wanyamapori wanaovuka barabara. Tunaanzia Dakar, Senegal, ambapo rais wa nchi hiyo Bassirou Diomaye Faye amemteua waziri mkuu mpya baada ya kumfuta waziri mkuu na aliyekuwa mwandani wake wa kisiasa Ousmane Sonko mwishoni mwa wiki jana. Mzozo huo ulichochea mawaziri wengi serikalini na hali iliyomlazimu rais Faye kuvunja serikali. Aidha, spika wa bunge la Senegal alijiuzuru. Ahmadou Al-Minnou ndiye ametangazwa waziri mkuu mpya kuchukua nafasi ya bwana Sonko. Huyu ni mwanauchumi na aliwahi kuwa gavana wa Benki Kuu ya Afrika Magharibi. Anaanza jukumu lake kuhakikisha mazungumzo yaliyokwama kati ya Senegal na Benki ya Dunia yanarejea ili kukwamua uchumi wa taifa hilo. Hata hivyo, wengi wanahoji mustakabali wa utawala wa Senegal baada ya ndoa ya kisiasa kati ya Faye na Sonko kuvunjika. Wawili hao walitoa matumaini kwa kizazi kipya kinachotafuta uongozi na mwamko mpya Afrika. Kufahamu zaidi kuhusu hatia ya kisiasa Senegal, mwenzangu Anne Ngugi amezungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa masuala ya dunia. Kuna njia mbili ambayo unaweza kuchambua swali hilo. La kwanza ni njia ya kifalsafa, ile muri ya kisiasa ya kwamba huyu Sonko ndiye aliyebeba ile mori ya vuguvugu za mabadiliko zilizomng'oa rais uongozini. Lakini kwa wakati huu yule aliyefaidika na ile mori na mwamko wa vuguvugu za Sonko ni rais Faye. Kwa hivyo kuna ile hali ya falsafa ya kisiasa, ile mori ya kisiasa ambayo bado inaendelea wakati huu. Lakini pia tusahau ya kwamba hii ni hali ya demokrasia. Senegal ni nchi ambayo imeendelea sana kwa kukita mizizi ya kidemokrasia. Na nasema hivyo kwa sababu tunaona ya kwamba hao vigogo wawili wa kisiasa wanalumbana. Na kwa wakati huu ni kama rais Faye ameona kwamba huyu Sonko waziri mkuu ni kama anamdharau, anapinga mwelekeo wa rais. Kwa hivyo kwa wakati huu ni ile hali ya demokrasia, vuta ni kuvute, na kwa wakati huu inaonekana itaelekea kwa bunge kwa sababu mkuu wa bunge amejisalimisha na itapatia nafasi Sonko pia kuweza kuleta wafuasi wake ambao wako wengi kwa bunge, wajumbe wengi, na tena pia kupigia chekachenga zingine za kisiasa rais Faye. Kwa hivyo mimi ningesema ni hali nzuri ya kidemokrasia, angalau kukiwa na ile hatari ya hali ya kisiasa kusambaratika. Na tuzungumze kuhusiana na mtazamo wa kikanda na wa kimataifa. Umetaja vizuri historia ambayo inafahamika kuhusu Senegal. Senegal inajulikana kama ngome ya utulivu wa kidemokrasia katika ukanda wa Afrika Magharibi, ECOWAS, uliokumbwa na mapinduzi mengi ya kijeshi. Je, misukosuko ya kisiasa kati ya viongozi hawa wawili inaweza kuathiri vipi nafasi ya Senegal kama mpatanishi na mfano wa kuigwa kikanda? Sidhani itadhoofisha msimamo au uongozi wa Senegal wa kikanda, kwa sababu Senegal kwa miaka mikaka imekuwa ngome ya kidemokrasia na pia kihistoria haijawahi kuwa na mapinduzi ya kijeshi. Nadhani pia lazima tutilia maanani ushindani huu kati ya rais Faye na waziri mkuu Sonko imeletwa kwa njia fulani pia na usaidizi ambayo Sonko alitaka kuipatia Mali, na rais Faye hakutaka Mali ipate usaidizi huo, ya kwamba aliona kwamba Sonko alizidi madaraka yake. Kwa hivyo tunaona ya kwamba dola ambayo ilijiingiza kwa mapinduzi ya kijeshi, yani Mali, imejiingiza kwa njia nyingine tena kwa maswali ya ndani ya Senegal. Kwa hivyo upatanishi wa Senegal nadhani utaendelea, na changamoto iliyopo ni hili, kitendawili kinachoibana Senegal ni hii. Je, Senegal itakuwa na msimamo gani na haya mataifa ya mapinduzi ya kijeshi ya Kisahel, yani Mali, Niger na Burkina Faso na kama Guinea, ambayo yanapinga sana Ufaransa?
itaenda mkono huo na pengine kuwaunga mkono vile pengine Sonko alikuwa akiashiria kimapinduzi, au Senegal itaenda kwa njia mbadala na iende na ule mwelekeo wa wastani wa kisiasa za sera za nje, na pengine isishutumu sana Ufaransa, ikae karibu na madola ya magharibi, lakini isikae karibu sana na haya madola ambayo kemea Faransa na madola ya magharibi, yani Mali, Burkina Faso na Niger. Kwa hivyo ni kitendawili kigumu na inajionyesha kwenye huu ushindani kwa njia fulani kati ya Rais Faye na Waziri Mkuu Sonko. Mvutano huu kati ya Rais Faye na Waziri Mkuu Sonko unaibua maswali gani kuhusu mfumo wa nusu rais, yani kwa kimombo semi-presidential system wa Senegal? Je, kuna haja ya mageuzi ya kikatiba ili kufafanua zaidi mipaka ya madaraka kati ya ikulu na ofisi ya Waziri Mkuu, ili pengine angalau kuepusha serikali mbili ndani ya moja? Hilo ni donda ndugu la kifilosofia ya kisiasa. Mimi kwa maoni yangu sidhani kuna haja ya mabadiliko, kwa sababu mifumo yote ya kisiasa, iwe ile mfumo wa urais pengine tulio nao hapa Marekani na tulio nao tuseme Kenya ama Tanzania, au ule mfumo wa nusu rais, yani hybrid, ule mfumo ambapo kuna waziri mkuu ambayo ana nusu ya mamlaka ya urais, na tena kuna rais tena aliye na uzito nusu wa uongozi wa urais. Nadhani mfumo ni mzuri, na faida yake ni kwamba ushindani huu kati ya waziri mkuu kihalisia na rais inatoa sauti ya bunge kupitia waziri mkuu, na pia inabanwa tena na uongozi wa rais. Kwa hivyo ule ushindani nadhani unaleta sheria au sera za siasa ambazo ni nzuri, ya kwamba sio rais ambaye anatawala kama mfalme, anapingwa tena kwa kiwango fulani, lazima awajibike kwa umma ambao wanawakilishwa na waziri mkuu kupitia bunge. Sidhani ni mfumo mbaya. Kilichopo ni kwamba jamani, Rais Faye na Sonko wanaweza kubana ule ushindani wao ili isisambaratishe taifa nzima. Kwa sababu tukisema tuende kwa urais tena, kuna ile hatari ya urais kuwa bwanyenye. Tukienda kwa mifumo mingine tena ya kibunge ya kuwa na waziri mkuu peke yake, tena ina changamoto zake. Kwa hivyo huu ni mfumo mzuri, ina athari zake, lakini nadhani huu ni harakati au ule mwelekeo wa kujaribu kutoa sauti ya umma, ili rais siwe anabana na kusukuma sera zake vile anavyotaka, na vile tunavyoona kwa mataifa mengi Afrika. Kuwe tena na waziri mkuu kupitia bunge anayetetea umma, na kupitia wabunge wake waweze tena kumpinga rais. Na hiyo ni hali ya demokrasia, na nadhani vile ilivyo Senegal ni mfumo mzuri kuigwa kwa mataifa na madola mengine Afrika kote. Ni Profesa David Monda akizungumza na mwenzangu Anne Ngugi. Kennedy Wandera, hatimaye waziri mkuu wa zamani wa Senegal Ousmane Sonko ameapishwa kuwa spika mpya wa bunge la Senegal, katika hali ambayo inachukuliwa kama ni vuta ni kuvute baada ya kufutwa kazi na Rais Bassirou Diomaye wa Senegal. Unatathmini namna gani hali hii ambayo inaendelea nchini Senegal? Asante sana Karemera. Kwa kweli ni hali ambayo inatia wasiwasi, hasa ikitazamiwa kwamba Rais Bassirou Diomaye Faye na aliyekuwa waziri mkuu Ousmane Sonko walikuwa ni marafiki chanda na pete tunavyosema katika Kiswahili. Hawa ni viongozi ambao vijana wa Afrika waliwaona kama viongozi wa kizazi kipya ambao wanaweza kubadilisha mtazamo wa uongozi wa vijana katika bara la Afrika ambalo lina udhaifu mkubwa sana wa vijana wanaoongoza katika nafasi hizo za juu. Kwa hivyo kilichotukia kwa sasa ni kwamba ile aliyekuwa waziri mkuu Ousmane Sonko sasa ndiye atakuwa rais wa bunge la taifa la Senegal, na sasa hii inampa nafasi ya kuwa katika nafasi ya pili, yani kwa kizungu tunasema second in command, baada ya rais, madaraka ambayo sasa inaonesha kwamba iwapo chochote kinaweza kumfanyikia rais ni sasa Ousmane Sonko ambaye anaweza kuwa rais na kuchukua majukumu ya urais. Lakini katika hatua hizi za kisiasa na wachambuzi wanavyosema katika nchi hiyo, inadhihirisha kwamba msuguano sasa
unaanza kuwa ni kati ya asasi mbili ambazo zote zina nguvu katika nchi ya Senegal. Bunge lina nguvu na lina uhuru wake ambao hauingiliwi na kitengo kinachoongozwa na rais. Na hivyo basi rais atahitaji maamuzi yake, sera zake za utawala wake kupitishwa na bunge. Sasa bunge hilo linaongozwa na Ousmane Sonko. Katiba ya Senegal inaupa muhimili wa bunge mamlaka makubwa kiasi kwamba spika wa bunge hawezi kushituliwa na rais. Pengine hali hii, kuapishwa kwa Sonko katika nafasi ya spika wa bunge, kunampa wakati gani Rais Bassirou Diomaye wakati wa mzozo wao? Huku kunampa Rais Diomaye Faye wakati mgumu sana, kwa sababu ulivyosema wazi, hizi ni asasi mbili ambazo ni tofauti sana. Unavyojua utawala Senegal ni utawala wa urais, lakini madaraka yamewekwa kwenye bunge. Bunge ndilo mhimili mkubwa sana wa kupitisha sera yoyote ya serikali. Na sasa haya ndio madaraka ambayo yapo chini ya huyu aliyekuwa waziri mkuu na sasa spika wa sasa wa Ousmane Sonko. Kwa hivyo hiyo inamweka Rais Faye katika utata, maana sasa sera zake zote lazima ziidhinishwe na bunge ambalo sasa linaongozwa na aliyekuwa waziri wake mkuu. Kudorora kwa uhusiano kati ya Faye na Sonko kulizidi baada ya tofauti za kimtazamo kuhusu namna kushughulikia deni la taifa. Unakumbuka kulibuliwa au kulifichuliwa kuwa serikali ya rais mstaafu Macky Sall ilificha sehemu ya deni la taifa, jambo ambalo lilisababisha kusitishwa kwa mpango wa msaada wa shirika la fedha la kimataifa IMF wenye thamani ya dola bilioni 1.8. Sasa Rais Faye alitamani sana kufanya mazungumzo na IMF ili kupata mpango mpya wa msaada, ili hali Sonko na yeye aliunga mkono mtazamo wa nchi kujitegemea kiuchumi bila kuongeza ushuru inavyotakiwa na mpango wa IMF. Na mwisho kabisa, mzozo huu baina ya viongozi hawa wawili ambao kimsingi ni vijana unatoa sura gani hasa katika sura ya vijana wa Kiafrika ambao kwa macho ya wengi walikuwa wanategemea mageuzi makubwa lakini yasiyokuwa na mizengo kama ambayo sasa hivi tunashuhudia kule Senegal? Ni pigo kubwa sana kwa utawala wa vijana katika bara la Afrika. Unavyojua ni kwamba katika bara la Afrika idadi ya vijana wanaoongoza katika nyadhifa kama hizo ni finyu sana. Kwa hivyo vijana wengi walikuwa na hisi kwamba kuwaweka vijana hawa katika madaraka ni ishara nzuri kabisa kwamba sasa panaweza kuwapo na mshawasha kule kujituma kwa vijana, kwamba tunaweza kama vijana wawili wanaongoza nchi kule Senegal, nasi katika nchi nyingine za Afrika tunaweza pia kuongoza. Lakini hilo linaonekana sasa limetiliwa doa, na sasa macho yote sasa yatakuwa yanapigwa mfano kile kinachotokea Senegal, kwamba japo tunataka uongozi wa vijana, lakini vijana wanapopata madaraka inaonekana kana kwamba hawawezi kuelewana. Tuelekee Uganda sasa, ambapo shule nchini humo zimeanza muhula mpya hii leo. Ni muhula ambao umeanza wakati nchi hiyo ikiwa katika tahadhari ya mlipuko wa homa Ebola. Uganda imetangaza visa 3 zaidi na kufikisha idadi hiyo kuwa takribani visa 7. Visa vya sasa ni kutoka kwa wahudumu wa afya waliowahudumia wagonjwa walioambukizwa homa hiyo. Serikali imesema wanafunzi wataendelea na masomo, lakini itatangaza masharti ya kiafya ya kufuatwa ili kuhakikisha wanafunzi na walimu wanasalia mazingira salama na kuhakiki afya zao. Sadam Mobale amekuwa katika shule moja mjini Kampala na hii hapa taarifa yake. Katika wilaya ya Busia ambayo ni miongoni mwa wilaya zilizotajwa kuwa katika hatari kubwa, shule zimeimarisha kampeni za unawaji mikono, usafi wa mazingira pamoja na kuandaa vyumba maalum vya kuwahifadhi wanaoonyesha dalili za Ebola. Tutapima watoto, tuko na sick bay hapa shuleni. Hata pia tunapima watoto, lakini watoto wakienda choo tumeweka sanitizers, au watoto tunafaa kwenda nao kama sisi walimu tutaenda na watoto tuwaonyeshe cha kufanya, watumie maji vizuri, watumie sabuni, watumie sanitizers. Na wakimaliza hivyo hata kwa class tutafaa kufanya social distance, au watoto watakuwa na social distance, hatutaki watoto wakuwe yani ni contact. Baadhi ya shule tayari zimewapa walimu na wanafunzi elimu kuhusu namna ya kujikinga
na ugonjwa huo, huku nyingine zikisubiri mwongozo zaidi kutoka Wizara ya Afya na Wizara ya Elimu. Serikali pia imewapa mafunzo walimu kutoka wilaya zilizo katika hatari kubwa kuhusu namna ya kukabiliana na dharura zinazoweza kujitokeza. Katika shule tulizozitembelea, taratibu za kinga tayari zimewekwa. Hatutakuwa tunakubali watu kuingia kwa shule hivyo hivyo, bali kwa geti tunayo mashini ya kupima hao watu wenye kuwa wanaingia, na mtu lazima aingie na sababu. Bila sababu hatuwezi tukabalia mtu kuingia. Maafisa kutoka Wizara ya Afya wanasema wako tayari kukabiliana na dharura yoyote inayohusiana na Ebola, ingawa wamekiri kuwa bado wanakabiliwa na upungufu wa vifaa vya kujikinga pamoja na vifaa vya tiba. So it's a bit difficult at the moment. Kwa sasa hali ni ngumu kidogo kwa sababu bado hatujapata msaada wowote kutoka nje. We have not gotten any external support. Wakati wa kuandaa ripoti hii, Wizara ya Afya nchini Uganda ilikuwa imedhibitisha visa 7 vya maambukizi ya Ebola. Sadam Mubale, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, Kampala. Ni Sadam Mubale. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia jiunge, yani usubscribe na YouTube Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Edith Peter. Ukiwa Afrika Kusini, unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye redio ya Jamii Kivu. Inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Kutoka kuwa alama ya matumaini ya kizazi kipya cha viongozi barani Afrika hadi kuingia katika mgogoro mkubwa wa kisiasa, mvutano kati ya rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye na aliyekuwa waziri mkuu wake Ousmane Sonko sasa unalitikisa taifa hilo la Afrika Magharibi. Kufutwa kazi kwa Sonko, kujiuzulu kwa spika wa bunge El Malik Ndiaye na vita vya ushawishi ndani ya chama tawala cha PASTEF vinaibua maswali makubwa kuhusu mustakabali wa uongozi wa vijana Afrika katika bara ambalo fursa za vijana bado ni finyu. Je, ndoto ya mageuzi ya kisiasa nchini Senegal inaanza kuyeyuka mbele ya tamaa ya madaraka? Ibrahimu Hassan anasimulia katika tahariri ifuatayo. Mvutano wa kisiasa unaoendelea nchini Senegal kati ya Bassirou Diomaye Faye na aliyekuwa waziri mkuu wake Ousmane Sonko ni simulizi inayoumiza matumaini ya vijana wengi wa Afrika waliokuwa wameona katika viongozi hawa sura mpya ya siasa za mageuzi. Kilichoanza kama harakati ya matumaini, mapambano dhidi ya ukandamizaji na ndoto ya kizazi kipya cha viongozi, sasa kinaonekana kuingia katika mkondo ule ule wa migogoro ya madaraka, ushindani na usaliti wa kisiasa ambao umegharimu bara hili kwa miaka mingi. Faye na Sonko hawakuwa viongozi wa kawaida kisiasa, walikuwa alama ya upinzani dhidi ya mfumo uliokuwa umechokwa na wananchi wengi wa Senegal, hasa vijana. Walivumilia kukamatwa, mashinikizo ya dola na mateso ya kisiasa, lakini waliinuka na kuuza ndoto mpya kwa vijana wa Afrika kwamba kizazi kipya kingeweza kuongoza kwa tofauti, kwa mshikamano na kwa maslahi ya wananchi. Ndio maana kuvunjika kwa ushirikiano wao ni jambo linalokatisha tamaa. Kufutwa kazi kwa Sonko kama waziri mkuu, kujiuzuru kwa El Malik Ndiaye, pamoja na mpango wa Sonko kurejea bungeni na huenda kuchukua uongozi wa bunge la taifa, kunaonesha wazi wazi kuwa ndani ya chama tawala cha PASTEF kuna mpasuko mkubwa wa kisiasa. Badala ya kuonesha uthabiti wa maono ya pamoja, viongozi hawa sasa wanaonekana kushindania udhibiti wa taasisi za dola. Kinachoumiza zaidi ni kwamba haya yanatokea wakati ambapo nafasi za vijana katika bara la Afrika bado ni finyu sana. Vijana wengi hawana ajira, hawana ushawishi wa kisiasa na mara nyingi huachwa pembeni katika maamuzi makubwa ya kitaifa. Kuibuka kwa Faye na Sonko kulionekana kama ushahidi wa vijana wanaweza
inaweza kuleta siasa mpya zenye uwajibikaji na matumaini mapya, lakini leo taswira hiyo inaanza kufifia. Kwa muda mfupi tu baada ya kuingia madarakani, viongozi hawa wameanza kuonyesha dalili zile zile ambazo zimekuwa zikiwakera wa Afrika kwa miaka mingi: migawanyiko ya ndani, mapambano ya ushawishi na matumizi ya taasisi za dola kama silaha za kisiasa. Hii si ishara nzuri kwa uongozi wa vijana barani Afrika. Umri mdogo pekee huwezi kuwa dhamana ya uongozi bora kama viongozi hawa wataingia katika siasa za makundi na ubinafsi mara tu wanapoingia madarakani. Hatua ya Rais Faye kumteua Ahmad Al-Aminou kama waziri mkuu mpya inaonekana kama juhudi za kujenga serikali iliyo chini ya ushawishi wake binafsi na kuondoka kabisa katika kivuli cha Sonko. Wakati huo huo, Sonko akiwa na ushawishi mkubwa bungeni anaonekana kujiandaa kujenga kituo chake kipya cha nguvu za kisiasa. Hali hii inaweza kuifanya Senegal iingie katika kipindi kirefu cha mvutano wa kisiasa badala ya mageuzi ambayo wananchi walikuwa wakiyatarajia. Afrika sasa inahitaji zaidi ya viongozi vijana wenye kauli za kisiasa na historia ya mapambano, kuvumiliana tofauti na kuweka mbele maslahi ya wananchi kuliko ushindani wa madaraka. Vinginevyo, mapinduzi ya kisiasa yanayoongozwa na vijana yataendelea kuishia katika migogoro ile ile ambayo vizazi vilivyopita vilishindwa kuikwepa. Kwa sasa kilichokuwa chanzo cha matumaini kwa vijana wengi wa Afrika kinaanza kuonekana kama onyo jingine kwamba bila maadili ya kisiasa na mshikamano wa kweli, hata mapinduzi ya vijana yanaweza kusambaratishwa na tamaa ya madaraka. Tegea tahariri ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika kila siku, ambapo huangazia masuala muhimu kuhusu bara letu la Afrika. Ikiwa unajiunga nasi, shukrani na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Subscribe, yani ujiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja Mwafrika. Tupate muhutasari wa taarifa muhimu barani na Ibrahimu Hassan. Dakar, Senegal. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye Jumatatu hii amemteua aliyekuwa mtendaji wa benki Ahmad Al-Aminou kuwa waziri mkuu mpya baada ya kumfukuza kazi mtangulizi wake Ousmane Sonko wiki iliyopita. Hatua hiyo imekuja wakati nchi hiyo ikikabiliwa na changamoto za madeni pamoja na mgogoro wa ndani ya chama tawala. Kwa mujibu wa taarifa iliyosomwa kupitia televisheni ya taifa, Aminou atachukua nafasi ya Sonko ambaye alifutwa kazi Ijumaa baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati yake na rais huyo. Kufuatia hatua hiyo, mawaziri wote wa serikali walijiuzuru na serikali ikavunjwa rasmi. Aminou anatarajiwa kuunda serikali mpya. Awali alikuwa mtendaji katika Benki Kuu ya Mataifa ya Afrika Magharibi ambako alishiriki katika kupanga sera za fedha na uchumi wa kikanda. Pia aliwahi kuwa waziri wa nchi katika ofisi ya rais na katibu mkuu wa serikali ya Sonko. Kwa miezi ya hivi karibuni, Faye na Sonko walikuwa wakitofautiana hadharani kuhusu sera mbalimbali, ikiwemo mazungumzo ya mkopo kutoka shirika la fedha la kimataifa IMF. Mapema mwezi huu, Faye alisema Sonko angebaki madarakani tu ikiwa angefanya kazi yake ipasavyo. Khartoum, Sudan. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu iliwapa mafunzo mamluki kutoka Colombia kabla ya kuwapeleka kupigana pamoja na kundi la wanamgambo la RSF katika vita vinavyoendelea nchini Sudan. Ripoti hiyo mpya ni sehemu ya tuhuma zinazoendelea dhidi ya taifa hilo la Ghuba kwa madai ya kusaidia kifedha na kijeshi kikosi cha Rapid Support Forces RSF ambacho kimekuwa kikituhumiwa kwa kufanya uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji ya halaiki. Hata hivyo, UAE imekanusha tuhuma hizo katika majibu yake kwa shirika la habari la AP. Vita vya Sudan vilianza Aprili 15 mwaka 2023 baada ya mzozo wa madaraka kati ya jeshi la taifa na RSF kugeuka mapigano makubwa katika mji mkuu wa Khartoum na maeneo mengine ya nchi hiyo. Aidha, RSF ilitokana na wanamgambo wa Kiarabu wa Janjaweed waliotajwa sana kutokana na ukatili dhidi ya watu wa Darfur mwanzoni mwa miaka ya 2000. Kampala, Uganda. Watu wasiopungua watatu wamefariki dunia baada ya gari kugongana na tembo katika hifadhi ya taifa ya Murchison Falls iliyopo nchini humo. Polisi walieleza kuwa watu wengine 4 walijeruhiwa katika ajali hiyo iliyotokea Jumapili jioni. Gari hiyo ilikuwa imewabeba maafisa 7 wa mamlaka ya mapato nchini Uganda. Ajali za barabarani ni jambo la kawaida nchini humo, huku matukio ya migongano kati ya binadamu na wanyamapori yakiongezeka kutokana na jamii kuendelea kusogea karibu na maeneo ya hifadhi. Majeruhi walikimbizwa hospitali ya karibu kabla ya kuhamishwa
kuhamishwa Kampala kwa matibabu zaidi. Vilevile, maafisa hawakutoa taarifa kuhusu hali ya tembo huyo. Kwa upande wa mamlaka ya wanyamapori Uganda, imewataka madereva kuwa waangalifu wanapoendesha karibu na maeneo ya hifadhi kutokana na uwepo wa wanyamapori wanaovuka barabara. Wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema na City narusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia Radio Washika. Radio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Edith Peter. Kwa heri kwa sasa, jioni njema.